Nataka niwafundishe kitu kimoja sana hapa kwenye upande wa the way ambavyo una target matangazo yako. Ukiangalia hapa kwa mtu ambaye anatumia ile original audience, ukizima advantage plus audience, ina maana kwamba let's say sisi target yetu tulikuwa tangazo letu tunataka liende kwenye hii alama nyekundu hapa. Ina maana kwamba Facebook na Instagram focus yao kubwa wenyewe watadili humu ndani. Kwa maana hiyo ni kwamba lazima watatumia nguvu kubwa sana waweze kuhakikisha kwamba kwenye hii target yako ndogo wanapatikana watu ambao wewe unawataka. Manake ni kwamba humu ikitokea kama ni vigumu sana kuweza kupata watu wako, cost lazima zitaenda juu, even hawezi wakatoka nje na hii nyekundu. Lakini kama ukiwasha advantage plus audience, unawaambia kwamba Instagram hata ikitokea kuna mtu ambaye anaweza kawa yuko kwenye hii white, kwenye hii ngapi, yuko interested na kitu ambacho anakitangaza, basi wanaweza wakarecommend tangazo kwake. Manake ni kwamba ukitumia original audience ukazima advantage plus audience, tangazo lako litaishia kwenye ile target yako. Hata kama kuna mtu anaweza kawa yuko nje na yuko interested na anaweza kanunua hiyo product, ikawa ni vigumu sana kuweza kumpelekea. Lakini the moment ukiwasha advantage plus audience, hata kama tangazo lako medani lionekane katika haya maeneo, ikitokea kuna mtu yuko huku yuko interested anaweza kanunua, basi atakuwa recommended kwenye hilo tangazo lako. Na hii huwa na recommend sana watu waitumie kwenye matangazo, kwa sababu targeting ambayo unatakiwa kuifanya sana ni ile ambayo utaifanya kwenye ad creative, lakini ya kutarget kwenye setups inaweza isiwe effective sana kama hii ambayo utafanya targeting kwenye upande wa ad creative. That's simple. Maana yake ni kwamba tangazo likienda kwa mtu anakuwa na uwezo wa kuwa targeted mwenyewe kulingana na the way ambavyo umeiposition hiyo product yako ama hiyo picha pamoja na video ya matangazo. Hiyo ni kitu ambayo unaweza ukaifanya na ikiendelea kukupa matokeo ambayo yako vizuri sana. Always Instagram na Facebook ukisha run matangazo mawili matatu, wanakuwa na zile data ambazo zitawarahisishia hata kufanya retargeting ya kwako. Kwa maana yake ni kwamba wewe unatakiwa kufocus tu na kutengeneza ad creative ambazo ziko bora zaidi kwa ajili ya kukupa matokeo. That's only way ambayo inaweza kukupa matokeo mazuri na ukaendelea kufanya matangazo bila shida yoyote.